wana Ndagoni, fursa hii ni kubwa. Tujipange vizuri kuitumia fursa hii. Tuanze wenyewe. Mnachotakiwa ni kufanya kazi, kujenga uchumi wetu, kujenga maisha yetu kupitia miradi hii inayofanywa na Daktari Hussein Mwinyi. Wavuvi, nendeni kavueni vizuri, na wenzetu wa uchumi wa bluu wamejiandaa kuwawezesha wavuvi muweze kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Serikali itafanikiwa, lakini na nyinyi wenyewe mtafanikiwa. Ndugu zangu wana Ndagoni, hakuna jambo kubwa zaidi ya kuletewa mradi kwa ile kazi ambayo unaifanya. Wana Ndagoni ni wavuvi. Naomba sana tutumie fursa hii, tuhamasishane. Hichi kiwanda ni cha kwetu, kitakamilika na hatimaye tutakabidhiwa kwa ajili ya matumizi. Serikali hii ya Daktari Hussein Mwinyi kwenye bajeti hii ya mwaka huu, ukiacha zile ambazo amezungumza katibu mkuu, tumetenga bilioni 47 kwa ajili ya wajasiriamali. Tutawaelekeza wizara inayohusika na taasisi hii inayohusika na mambo ya uwezeshaji, wapite maeneo yote, wakutane na makundi yote, wawaeleze, watafute namna ya kuweka njia rahisi ya kuwapatia mikopo bila ya usumbufu. Nimesikia pale kwamba mpaka upate unapita hapa, unapita pale, hapa unatoa hela, hapa unatoa nini. Hilo jambo hatulitaki. Lazima wajasiriamali wapate fedha kwa urahisi na ziwafikie walengwa. Tumeelewana eh? Ndio. Niwahakikishie wajasiriamali wa hapa Machomane. Tutamuelekeza mkurugenzi wa ZEA, atakuja hapa Machomane, ataambatana na mheshimiwa mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa. Taarifa atakuwa nayo, atakuja kuwasikiliza wajasiriamali wa soko la Machomane, mnasemaje kwenye mikopo hii. Sawa eh? Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, na hilo jambo tutalifanya. Ofisi za ZEA ziko hapa Pemba na kwa kweli wanaendelea kufanya kazi nzuri sana. Mpaka sasa mradi huu umefikia 35%, lakini bila kusahau mradi huu una jumla ya bilioni 3.5 kwa fezi hii ya sasa hivi tunaenda nayo. Mpaka sasa mkandarasi amelipwa bilioni 2.1 ambao ni sasa na 60%, ingawaje yuko katika 35%, lakini kuna kiwango cha fedha lilipwa advance payment ambayo ilikuwa ni kama 16%, baadaye akaongezewa tena kama 44% zikakamilika hiyo 60. Kwa hiyo ya 48 hakuingizwa muda mrefu. Kwa ametuahidi mkandarasi ndani ya mwezi huu mwishoni itakuwa ametimiza zaidi ya 65% ya mradi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu umeanza tarehe mosi Juni 2026 na unakamilika tarehe mosi mwezi wa 12 2026, ambao ni sawa na miezi 6 ya mradi huu. Mpaka sasa mkandarasi ametumia takriban miezi 2 na progress yake iko vizuri. Baada ya kulikunjua jamvi la Harambee makao makuu ya An-Nur FM, sasa ni zamu ya Bumbwini, kaskazini mwa kisiwa cha Unguja. Wana Bumbwini, sasa hii ni zamu yenu. Uongozi wa Radio An-Nur FM kwa furaha kubwa unapenda kualika wadau wote wa Radio An-Nur FM, wasikilizaji, wapenzi na Waislamu wote kwa ujumla katika harambee kubwa kabisa ya kuichangia Radio An-Nur FM inayotarajiwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 8 2026 katika viwanja vya skuli ya sekondari ya Bumbwini Makoba. Wana Bumbwini, wilaya Kaskazini B, sasa tunakwenda kuwasha moto. Wow! An-Nur FM inakukaribisha. Sisi tunasema Bumbwini ni kwetu. Kumbuka, unachokitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakikuta kwa uwezo wake. Una nafasi pia kuchangia kupitia simu namba 0772939393. Jina ni Fatma Aman au 0715333888. Jina ni Al-Nur Charitable Agency for the Needy. Kumbuka, nauli ni shilingi 3000 tu, na unaweza kuwasiliana na Muhammad Al-Hizmi ili kuwasilisha nauli yako. Mtafute kupitia simu namba 07104575
85. Kwa nini ukose? Harambee hii ni kubwa kuliko. Nyote unakaribishwa. Pamoja kuchangia